Nikukaribishe katika uchambuzi wa kazi mbalimbali za kifasihi katika mabara The Storyteller. Na kujina ni John Mabara. Tega sikio kwa makini ili uweze kuelewa. Swali hili linasomeka kama ifuatavyo. Mazingira asilia ya mtunzi huwa na athari kubwa katika utunzi wa kazi za kifasihi. Kwa kuzingatia vipengele vya fani na maudhui, linganisha na linganua athari za kimazingira asilia. Kutoka katika utunzi wa Ibrahim Hussein aliandika Mashetani katika mwaka 1971 na ule wa Majid Mswahili katika Tamthilia ya Mustakabali mwaka ni 2026 kwa hoja zisizopungua 7. Katika swali hili ni swali jepesi ama ni swali gumu, inategemea na jinsi ambavyo utakavyochukua, lakini ni jepesi kama ukizingatia mambo mbalimbali. Jambo la kwanza, kama bado haujajua tamthilia hizi mbili zinahusiana na nini, unaweza ukarejea katika video zilizopakiwa hapo nyuma ukapitia simulizi ya Mashetani ama simulizi ya Mustakabali ili kurahisishie kuelewa kitabu kinahusu nini. Lakini sio tu hiyo, ipo video pia iliyoelezea uchambuzi wa Mustakabali na ipo video ambayo imeelezea uchambuzi wa Mashetani. Kwa hakika ukianza nazo hizo video ukasikiliza kwa makini, unaweza kuelewa kitabu kinataka nini. Baada ya hapo ukirejea katika hili swali, inakuwa ni rahisi kujibu na kushahadia hoja zako. Jambo la msingi katika ufunguzi wa hili swali, kiini chake kimejikita katika mazingira asilia ya mtunzi. Hilo ndio jambo la msingi ambalo inabidi tuanze kulielewa. Na kwa hakika kama ukielewa mazingira asilia ya mtunzi, tayari swali linakuwa jepesi sana kujibu. Tunachobakia ni ujengaji wa hoja na kushahadia. Tuanze ukiangalia kipengele cha mazingira asilia ya mtunzi. Katika mazingira asilia ya mtunzi tunazungumzia jinsi ambavyo mtunzi amekulia katika mazingira yapi asilia, katika harakati zake kabla ya utunzi, alipokuwa anatunga, hata baada. Hapa tunaangalia mfumo wa kielimu wake, tunaangalia maisha yake ya kila siku, tunaangalia mambo anayoyaona katika jamii, tunaangalia sababu mbalimbali. Wakati mwingine inaweza akawa sababu za ushawishi kwa watunzi wengine na mambo mengine kama haya. Kwa hiyo tunaangalia mfumo wa maisha yote, ama wanasema background story, historia ya mtunzi ambayo Majid Mswahili ama Ibrahim Hussein amepitia, ambayo moja kwa moja imekwenda kuathiri katika utunzi wa Mashetani au Mustakabali. Kwa hiyo kwanza tuanze kuzipitia historia mbalimbali za watunzi, kwa kwanza na Ibrahim Hussein. Ibrahim Hussein ni mwandishi, mshairi, mtambaji wa hadithi, mtunzi na mwigizaji wa tamthilia, ni mfasiri, muhariri, ni mtengeneza filamu, ni msomi, ni mhadhiri. Alizaliwa katika mwaka 1943. Katika shughuli za kielimu alionekana katika Aga Khan katika mwaka 1966 mpaka 1969, na yeye aliendelea kusoma pia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam akisomea kuhusiana na fasihi. Katika fasihi yake alijikita sana katika fasihi ya Kifaransa pamoja na sosiolojia, na akajikita sana kuhusiana na theater au sanaa za maonyesho. Kwa hiyo Ibrahim Hussein, historia yake na kazi zake ni nyingi sana nje ya sanaa anayoifanya. Na mwaka 1970 hadi 1974 alisoma katika chuo kikuu cha Hamburg huko Ujerumani, na baadaye kabisa akajikita sana katika taaluma ya theater, na ilipofika mwaka 1975 alirejea na kuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Dar es Salaam akifundisha theater katika CKD hadi alipoamua kuacha kazi mwenyewe katika mwaka 1985. Katika makuzi yake alizaliwa na kukulia katika maeneo ya pwani ya Kilwa na Dar es Salaam. Tuelekee katika shughuli za kiutunzi. Ibrahim Hussein ametunga kazi nyingi sana katika historia yake. Kazi zote za utunzi wa kifasihi amejikita katika mashairi, hasa akiamini suala la shairi, hasa mashairi ya kimapokeo. Nje ya Mashetani aliandika kitabu cha Akiona katika mwaka 1967, lakini pia Wakati Ukuta katika 1969, bila kusahau tamthilia ya Kinjekitile katika mwaka 1969. Alipofika 1971 ndipo alipoandika tamthilia ya Mashetani. Aliendelea 1988 na Kwenye Ukingo wa Simba, bila kusahau Ngao ya Jadi katika 1976 pamoja na Jogoo wa Kijiji. Na alipoelekea katika utunzi wa kitabu cha Mashetani, ni nini ambacho kilikumba katika mazingira yake? Tuelekee katika historia mpaka anapoelekea kuandika kitabu cha Mashetani.
Kama nilivyotangulia kukueleza kwamba Mashetani imeandikwa 1971. Mpaka hapo tu utapata picha juu ni miaka 4 mara baada ya Azimio la Arusha kufanyika, kwa sababu Azimio la Arusha lilifanyika 1967 na kipindi hicho, kumbuka, makazi yake yalikuwa ni Zanzibar. Kwa hiyo alikuwa ameyashuhudia maisha ya Zanzibar mara baada ya uhuru, kwa sababu nakumbuka alizaliwa na kukulia pwani ya Kilwa pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo ana uzoefu wa maisha ya Zanzibar pamoja na maisha ya Tanzania, anayafahamu vizuri. Ameshuhudia mapinduzi ya Zanzibar na serikali mpya iliyoundwa pamoja na muungano uliotokea, bila kusahau Azimio la Arusha ambalo limetokea. Kwa hiyo miaka 4 iliyopita, mwaka 1971, anaenda kuandika kitabu cha Mashetani. Ni miongoni mwa kazi za kifasihi zilizoandikwa kipindi cha baada ya ukoloni, hasa katika kipindi cha Azimio la Arusha, akizungumzia masuala mbalimbali yaliyoibuka kipindi hicho. Katika kitabu cha Mashetani, aliishi katika jamii akizungukwa na utamaduni wa Waswahili. Alishuhudia migogoro kati ya koloni katika harakati za mapinduzi ya Zanzibar katika mwaka 1960. Muhimu zaidi, lakini pia mazingira ya kisiasa katika Azimio la Arusha. Ushawishi ule wa kifalsafa, alishuhudia jinsi jamii na mfumo wa kiukabaila ama feudalism uliotaifisha baadhi ya mali za watu, ikiwemo mashamba makubwa, na baadhi ya watu wakaamua kukimbia, na baadhi ya watu waliokuwa matajiri wakawa maskini, na ule utajiri ukahamia kwa watu wachache waliotaifishwa na kuchukua zile mali. Jambo hilo lilimpelekea mwandishi kutokalia kimya baadhi ya mambo ambayo ameona kutokuwa sawa, na ndipo akaamua kuandika kitabu cha Mashetani. Alipofika 1971 ndipo alipoandika tamthilia ya Mashetani. Yapo mengi ya kuzungumzia historia yake ya kimakozi na mazingira yake asilia, lakini hivyo ni vipengele vya msingi ambavyo vinasaidia kujenga hoja na kujibu swali ambalo tumeulizwa. Tuelekee katika mtunzi mwingine ambaye Majid Mswahili. Majid Mswahili, historia yake ni ipi? Majid Mswahili, jina lake kabisa la asili anaitwa Abdallah Majid ama Majid Mswahili. Pengine labda kwa nini amejiita Majid Mswahili? Mswahili inaingiaje hapa? Katika historia yake utaelewa kiundani. Huyu yeye ni mhadhiri msaidizi ama assistant tutorial lecturer katika idara ya lugha ya fasihi ya Kiswahili katika chuo kikuu cha walimu Morogoro, almaarufu kama MUM. Nchini Tanzania pia hajaishia hapo tu, ni miongoni mwa waasisi wa jumuiya ya watetezi wa Kiswahili, yaani WAKITA, wawakilishi wa Kiswahili Tanzania. Amechapisha kazi nyingi sana katika kazi za fasihi kama vile Kimya chenye kelele, Punda kafa na mzigo haujafika, Dunia ndivyo ilivyo, bila kusahau kitabu chetu ambacho tunakichambua cha Mustakabali katika mwaka 2026. Katika Februari 9 mwaka 2026 ilikuwepo baraza la Berlin huko Berlin. Ilifanyika baraza la Berlin. Walikusanya wataalamu mbalimbali kutoka chuo cha Nairobi, Dar es Salaam pamoja na Hamburg. Miongoni mwa watu waliokuwepo alikuwepo Majid Mswahili. Kila mmoja aliwasilisha tafiti yake, lakini yeye Majid Mswahili aliwasilisha kuhusiana na utunzi wa Ibrahim Hussein, hasa katika sanaa ya kimapokeo. Tunamuona pia Majid Mswahili alishawahi kufanya utafiti wa mashairi ya kimapokeo ya Ibrahim Hussein. Mpaka hapo unaanza kupata picha juu ya kiwango cha elimu cha Ibrahim Hussein pamoja na Majid Mswahili. Pengine labda inanitafakarisha na kuniambia kwa sababu ya shughuli yake ya utetezi wa Kiswahili Tanzania, ndiyo maana pengine amejiita Majid Mswahili kutoka kuitwa Abdallah Majid. Hizo ni historia za waandishi. Anaandika mustakabali akiwa wapi? Katika mazingira ya karne ya 21, akishuhudia mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia. Alishuhudia mabadiliko ya vijana na mfumo wa vijana wakipambana na changamoto mbalimbali na kushawishika kuingia katika makundi mbalimbali ikiwemo maandamano, wengine wakishawishiwa katika nchi. Ni huyu Majid Mswahili ambaye ni msaidizi katika chuo kikuu cha MUM. Anakuwa katika mazingira yale, anaona jinsi wanafunzi wanavyoathirika na sayansi na teknolojia kwa matumizi ya akili mnemba ama akili unde ama artificial intelligence. Ni huyu ambaye amekulia katika mazingira ya makuzi ya sayansi na teknolojia, jambo ambalo kazi yake anaiunda katika mfumo huo na kuyaelezea mambo ambayo yapo katika kazi yake. Turudi katika swali baada ya kuelewa historia ya waandishi. Ukirejea katika swali, nakwambia mazingira asilia ya mtunzi ambayo tayari tumeshaangalia huwa na athari kubwa katika utunzi wa kazi za kifasihi kwa kuzingatia vipengele vya fani na maudhui, linganisha na lipanuka. Sitaeleza maana ya fani wala maana ya maudhui kwa sababu ni rahisi kupatikanika, lakini nilieleza mazingira asilia na asili za watunzi. Mpaka hapo umeshaanza kupata mwanga, na kama utakubaliana na mimi kuhusiana kwamba
kuna athari kubwa ya kiutunzi ukijua mazingira asilia ya mtunzi. Wale wote wanaosema swali ni gumu ni kwa sababu hawajajua mazingira asilia ya mtunzi. Kabla ya kuendelea, ikiwa kama kipengele chochote ukielewe, unahitaji usaidizi wowote, unaweza ukanichafuta katika namba ya simu iliyopo hapo juu inaonekana katika cover, ama kwa ajili ya kuzungumza. Hapo utapata usaidizi mbalimbali, kufafanuliwa simulizi ya kitabu, kufafanuliwa uchambuzi wa kitabu, lakini pia kuelezewa uchambuzi wa swali. Kama unahitaji msaada pia wa kusaidiwa jinsi ya kujenga hoja, kama unahitaji msaada pia kwa wale wenzangu wapenda vitonga kuandaliwa kazi, unaweza ukanitafuta na mambo mengine yakaendelea. Tuelekee katika swali letu pia. Tunajengaje hoja? Hapa ndipo kuna kiini kikubwa sana na watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi sana. Lazima tujiulize, kila mmoja ana lake la kusema, lakini nikukumbushe kitu kidogo kinachosaidia katika uandaaji wa kazi. Kuna kitu kinaitwa fasihi linganishi. Hii ni nadharia ambayo ukisoma ni rahisi sana itakuelezea. Hii inahusisha jinsi ambavyo unaweza ukalinganisha fasihi mbili kwa wakati mmoja. Hili swali linatupeleka katika fasihi linganishi kwa kuchukua fasihi ya mtu mmoja na fasihi nyingine. Hii ni taaluma na ni kozi ambayo baadhi ya watu wanaisoma, fasihi linganishi. Unapochambua kazi mbili tofauti, hapo unafanya fasihi linganishi. Katika ujenzi wa hoja, kila mmoja ana mtazamo wake, lakini kubwa sio kuweka pointi, kubwa ni kushadadia maelezo, kiwango ambacho naamini kama ukishadadia maelezo vizuri hauwezi ukakosa na wasiwasi utaweza kuondoka. Mfano wa baadhi ya hoja, jinsi ya kujenga. Unapojenga hoja, ushauri wangu kwanza, jenga hoja katika mfumo wa sentensi. Hii itakusaidia kugusa pande zote kuliko kujenga hoja moja iliyosimama, jambo ambalo pengine unaweza ukaenda OP. Kwa mfano, mtu anaweza akajenga ka sentensi kafupi lakini kamejikita pande zote. Mfano, mazingira, hoja ya kwanza ambayo nitaelezea kama mfano, mazingira asilia ya mtunzi yamepelekea athari katika matumizi ya lugha. Hiyo ndio pointi yangu nimesimamisha. Sasa mimi katika fikra zangu nimejaribu kuelezesha hoja, afu ndani ndio nikaweka mfanano na utofauti ili iwe rahisi kuelezea kuliko nikutenganisha, kidogo inakuwa ngumu. Na wakati mwingine inapelekea kurejea baadhi ya hoja. Nielezee pointi yangu. Mazingira asilia ya mtunzi yanapelekeaje athari katika matumizi ya lugha? Hapa sio hoja sio kuandika athari katika matumizi ya lugha. Lakini hoja ni unajibuje swali kwa kujikita katika mazingira asili. Mfano, nitakuelezea kwamba japokuwa hapo wengine wanaoelezea athari katika swala la kitaaluma, ni vile vile tu yeye anaelezea taaluma, mimi ninaelezea vipengele vya fani ambao ni lugha, haja tofautiana sana. Maelezo yangu ni yapi? Nikianza na mfanano ama kulinganisha. Waandishi wote Ibrahim Hussein pamoja na Majid Mswahili, kutokana na athari walizopitia ya mazingira yao ya kielimu, wana ujuzi wa lugha, jambo ambalo limepelekea kutumia kipengele cha lugha vizuri kupamba kazi yao na kufikisha ujumbe kwa hadhira. Vipengele hivyo ni kama vile ifuatavyo. Unaanza kuvitaja vipengele vya fani ambavyo vinaonekana: misemo, nahau, tamathali za semi na mambo mengine kama haya ambao wote wawili wameyaorodhesha humo. Lakini utofauti wao ni upi? Jambo la kwanza, tunamwona Ibrahim Hussein kutokana na elimu yake na kazi zake anazozifanya ni za kiwango cha juu sana, kiwango ambacho kimempelekea kuweza kujua fasihi kiundani, na amesoma swala la theater ambayo inahusiana na fasihi, hasa masuala ya sanaa ya maonyesho. Kwa hiyo ujuzi wa kutunga tamthilia katika kiwango cha juu sana ni mkubwa kulingana na alichokisomea, athari za kitaaluma ama kielimu. Lakini ni huyu Ibrahim Hussein ambaye yeye katika kazi zake anaamini katika mashairi ya kimapokeo, jambo ambalo unamuona anatengeneza kazi yake ya mashetani katika lugha ya ushairi zaidi. Ukimwangalia anatumia ushairi wapi, na ushairi huo ni wa kimapokeo kutokana na yeye anaamini katika hilo. Katika ukurasa wa kwanza ukifika hapo utaona mimi ni nani, mimi ni shetani, sio jini wa majini, anaisha nini, amepangilia vina na mezani. Nimeelezea vizuri katika uchambuzi, ukipitia video utaelewa vizuri. Kwa hiyo ili athari za kimazingira alivyosoma imepelekea kutengeneza kazi yenye lugha ya ushairi, kiwango ambacho inaonekana kama vile ni kazi ngumu kulingana na ule ubora wa fasihi ambayo anaofahamu, na hasa katika kipindi hiko ambacho zamani alikuwa anashuhudia yale mazingira. Lakini hilo kwa jambo la kwanza. Jambo la pili, huyu ni mtaalamu wa lugha, anajua lugha zaidi ya moja, anajua lugha 5. Kwa hiyo anapokuandikia kazi yake ya kifasihi lazima anaathiriwa na ule ujuzi wa ufahamu wa fasihi pamoja na kazi pamoja na ujuzi wake wa lugha. Lakini kwa upande wa Ibrahim Hussein ni msomi sawa, lakini huwezi ukamlinganisha na Ibrahim Hussein kwa ngazi.
huyu ambaye amesoma mpaka ndani mpaka nje. Lakini imagine Mswahili anaathiriwa na matumizi ya lugha ya kisasa, si ndio? Kwa mfano pale mule unaona maneno kama chawa, unaona maneno kama vile viva wananchi, viva viva ambayo inatumiwa na wapinzani wa vyama hasa Chadema wanapenda kutumia currently ama kipindi cha sasa hivi. Kwa hiyo anaandika lugha ya sasa hivi, lugha ambayo kulingana na mfumo wa maisha yake ambayo amekulia sasa hivi. Lakini hapo katika lugha tunamwona yeye pia, kwa sababu ya mazingira yake ya kuwa ni mtetezi wa Kiswahili Tanzania, kwenye kazi yake pia ameathirika katika kujenga lugha yake. Anakikuza Kiswahili kuonekana kama miongoni mwa lugha ya mawasiliano ama nyenzo muhimu katika kutengeneza umoja wa mustakabali wa bara la Afrika. Kwa hiyo kabisa, ukisoma historia ya Mtunzi unaweza kuona kama kwenye matumizi ya lugha kuna mfanano na utofauti, unakuwa na maana mapana kuelezea swali lako, na kwa kiwango hicho naamini kabisa lazima upate. Hivyo katika hoja nyingine na nyingine na nyingine. Kwa hiyo mimi nimekusaidia kukupatia historia ya watunzi, nimekusaidia kukuelezea kwa nini umetunga vitabu vyao, lakini pia jinsi ya ujenzi wa hoja na jinsi ya kushadadia maelezo yako. Kumbuka, hoja sio kujenga hoja, hoja ni kuelezea na kujibu swali, hasa ukihusianisha na vipengele vya fani na maudhui, ukilinganisha na kulinganua na ukaelezea mazingira asilia ya mtunzi. Nafikiri umenielewa vizuri kwa makini kama umenisikiliza. Kama kunahitaji usaidizi wa aina yoyote, kuandaa kazi, kupanga point, ama kuna kipengele chochote hujakielewa, nitafute kwa ajili ya usaidizi zaidi. Na jina si mwingine ni John Mabala, ama Mabala the Storyteller, na hii ni Mabala the Storyteller.